الحمد لله الذي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na somo letu la kuhusiana na namna ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo yetu yanakuwa sio mazuri kwa sababu tunamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwa unamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi unapata faida hapa duniani na unapata faida vile vile akhira. Na mambo yanafunguka mengi kwa sababu ya dua pamoja na kumkumbuka Mwenyezi. Katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu moja hapo ni kufanya ibada na vile vile kufanya dua na kufanya tadhkiri, yani katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, la ilaha illa Allah, hivyo. Sasa Sheikh anaendelea kusema hapa, faslun, ni mlango, yambaghi an yakuna dhakiru, basi inapendeza kwa yule mwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu kufanya tasbih, kumkumbuka Mungu ala akmali sifati, awe katika sifa ambayo kwamba iliyokamilika, katika sifa zilizokamilika, katika sifa ambazo zilizokamilika. Fa in kana jalisan, kama atakuwa ni mwenye kukaa, fi mawdhu'in, katika sehemu, istakbala alqiblata, basi atakiwa aelekee qibla. Na kwa ni vizuri sana kama unafanya dua unaelekea qibla. Kielekea qibla ni moja katika dua, ni moja katika ubora wa kufanya dua. Lakini sio hivyo mutakhashiani, aliyekuwa kwamba huyo mtu mwenye kuogopa Mwenyezi Mungu, bisakinati, kwa upole kabisa, nyenyekea, ogopa Mwenyezi Mungu, wariqat, wiqari mutaraqan ra'si, aliyakuwa kichwa chake ametulia kabisa. Walau dhakara ala ghairi hadhihi, lakini ikawa kwamba amefanya anamkumbuka Mwenyezi Mungu akawa sio katika sifa hizo, lakini kwamba hajaelekea qibla, hajafanya hizo sifa hizo, yani walau dhakara ala ghairi hadhi la hawali, kama atamkumbuka Mwenyezi Mungu katika kinyume cha hali hizi, jaza, pia inajuzu. Mazingira labda yaruhusu kuelekea qibla, au labda kukaa yaruhusu mazingira kukaa, mazingira yenyewe yaruhusu tu labda unatembea, au labda pengine labda labda umelala, mazingira yake inategemea. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Mwenyezi Mungu bwana amkalifishi mtu. Sasa asema hapo, wala karahata fi haqi, hapo inakuwa hakuna makruh yoyote kama ukifanya hivyo, kwamba lakini in kana bi ghairi udhrin kana tarikan al-afdal. Lakini kama itakuwa kwa mfano ikawa kwamba hakuna udhuru wote, wewe ukaacha kufanya hivyo, ukaacha kuelekea qibla, ukaacha labda kukaa, basi hapo in kana ghairi udhur kana tarika li afdal, atakuwa umeacha bora zaidi, utakuwa umeacha bora. Wadalilu ala adami karahati au karahati, na dalili ya kwamba hakuna karaha kama mtu kwa mfano hajaelekea qibla, au labda mfano hajakaa, hajafanya nini, hakuna karaha yote, ni kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard, hakika katika kuumba mbingu na ardhi, kama alivyosoma aya hii Imam Nafi kupitia Imam Warsh, inna fi khalqis samawati wal ard, hakika katika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan-nahar, na katika itilafu yake, katika tofauti ya kuitilafiana kati ya usiku na mchana, basi la ayatin, kwamba hiyo ni aya, ni dalili liuli albabe, kwa wale wenye akili. Hiyo ni dalili tosha kwamba kuona mchana usiku unavyogeuka, jinsi gani unavyoingia usiku taratibu,
na jinsi gani unavyotoka unavyoingia mchana taratibu kabisa, basi hiyo ni dalili tosha kabisa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na ana maajabu mengi sana. Hata katika mambo ya astronomy, katika mambo ya geography, unaweza ukaja ukaona maelezo mengi sana yanayotokea kuhusiana na anga. Kwamba ni kuna kwenye anga kuna kitu gani, kuna vitu gani, kuna magalaxy, kuna nini, kuna vitu ambavyo vinajulikana, kuna sayari ambazo hazijulikani, hivyo yani kuna zile ambazo zinajulikana, lakini kuna dark matters ambazo wanadamu mpaka leo wanaziendelea kuzifanyia utafiti. Basi hiyo la ayatul liulil albab, hiyo litakuwa ni dalili tosha na ushahidi tosha kwa wale wenye akili. Lakini alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, wale ambao kwamba wanamkumbuka Mwenyezi Mungu aliyakuwa amesimama, wa qu'udan, aliyakuwa umekaa, wa ala junubihim, wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, na wakawa wao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, wanakumbuka jinsi ya Mwenyezi Mungu alivyoumba mbingu na ardhi. Katika uumbaji wa mbingu na ardhi akawa wanakumbuka kuna maajabu mengi sana mbinguni na ardhini. Lau kama Mwenyezi Mungu angetufungulia yote, basi yani hayo machache ambayo ametufungulia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha kwamba kuna dalili moja kubwa sana. Kwa hiyo inshallah Waislamu tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusisahau tuwe tunakumbuka la ilaha illa Allah na vitu vingine, na kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya dua katika mambo yetu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.